Kuna ngoma zilitoka mwaka wa 2016 na sasa hivi zinatimiza miaka 10 kwa sababu tunazungumza 2026. Hatari sana hiyo mikwaju na ni mingi hatari, yote yalikuwa ni mahit song. Mpaka nikawa najiuliza 2016 wasanii walikunywa nini ama kile walichokuwa nakiandika, yani ngoma zote hizi kali sana. Mwanangu Enki pia alinikumbusha, aliniambia Spotify alikutana na ngoma ambazo zimetimiza miaka 10 kwenye Bongo Flava, mpaka mwenyewe akashangaa. Na mimi mwenyewe pia nimeshangaa, nimepita kwenye list, ni hatari sana. Kuna mawe hapa naweza nikakupa mfano. Jux kipindi hicho na ngoma inaitwa Wivu. Hatari. Alikiba na dude linaitwa Aje. Wewe basi mwambie aje. Hatari. Sasa hapo kuna Darasa yuko na Ben Paul, track inaitwa Muziki. Kuna track ya Moyo Machine ya kwake Ben Paul. Kuna track inaitwa Love Boy ya kwake Barnaba Classic. Kuna track inaitwa Acha Wawane yuko Diamond Platnumz ndani, track ya kwake Chege. Kuna track inaitwa Dume Suruali Mwanafe yuko Vanessa Mdee. Kuna track ya My Life yuko Dogo Janja. Lupela ya Alikiba iko ndani. Kajiandae Omi Dimples kamweka Alikiba, si ndio? Lakini kuna track inaitwa Nisamee, hii ni ya Baraka the Prince yuko na Alikiba. Hatari. Kuna track inaitwa Too Much Darasa pia na mkwaju mwingine baada ile dim Muziki aliachia track hiyo noma sana. Kuna track ya AY nazungumzia Zigo Remix yuko na Diamond Platnumz. Kuna track ya Bado Diamond Platnumz yuko ndani, track ya kwake Harmonize. Kuna track inaitwa Ibaki Story ya kwake Rich Mavoko. Hapo tunazungumza yupo Usafiri ni Rich Mavoko. Kuna track inaitwa Inde ya kwake Dully Sax akiwa na Harmonize, track ambayo ilifanywa na WCB Wasafi, tunakumbuka balaa lake. Alafu kuna track ya Kwetu, kipindi hicho Rayvanny anaachiwa na WCB Wasafi ndo anatolewa. Hatari huku kwetu. Alafu kuna track inaitwa Moyo Madam ya ndugu yangu Lamek Dito, Boss Dito. Hatari. Hayo ni mawe tu, bado naendelea kuyataja mawe mengi sana. Kuna track inaitwa Jikeshupa ya kwake Numzi Wanda, ilitoka pia mwaka huu 2016. Hapa ndani alimweka Alikiba. Mawe ni ya kutosha. Kuna mawe mengine hajafikisha miaka 10 lakini yalitoka 2016. Kwa mfano nikizungumzia Kidogodogo ya kwake Diamond Platnumz akiwa yuko na P Square. Lakini pia Mdogo Mdogo ndio ilikuwa imetoka mwaka 2015, so mwaka 2016. Lakini pia kuna ngoma ya kwake Lady JD inaitwa Ndindindi. Hatari. Unajiuliza nini kilitokea wakaweza kufanya mikwaju yote hii kwa mwaka mmoja, alafu kuna miaka kama sasa hivi hatupati hizi zote kama hivi. Kwa mwaka 2025 tulikuwa na hits, hapana, hatujafikia 2016, lakini hatujaweza kutengeneza hits kali sana kama hivi. Na zote zinavyozungumza hapa Bongo Flava zimenyooka hivi, na wala sio sijui muziki kutoka wapi.